Unaipenda kazi ya Mungu? Unasikia ndani mwako kuna wito wa kuifanya kazi ya Mungu? Basi kwenye kazi ya Mungu kuna neema kubwa sana. Lakini kazi ya Mungu ni vita. Kwa hiyo nataka nikupe usia wewe ambaye moyoni mwako unasikia kuitwa kuifanya kazi ya Mungu. Wewe ambaye unatamani, unamwona mtu anafanya sifa, maana yuko kwenye praise, anaimba sifa, unamwona mtu anaimba sifa, unamwona mtu yuko kwenye kuabudu, unamwona mtu yupo kwenye maombezi, yupo kwenye uinjilisti, yupo kwenye ualimu, yupo kwenye huduma mbalimbali, unatamani kabisa kumtumikia Mungu. Moyo wako unawaka kumtumikia Mungu. Nikwambie tu, unafikiri jambo jema kabisa, wazo lako ni jema kabisa, na unatamani kazi iliyo njema. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Basi wewe ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo, Mungu akubariki sana kwa kutenga muda wako kufuatilia mafundisho haya. Nimetangulia kukwambia kwa habari ya kuipenda kazi ya Mungu, na ni kazi ambayo ni njema sana, ni kazi ambayo ni nzuri sana, ni kazi ambayo ina baraka sana, ni kazi ambayo kwa kweli ni kazi iliyotukuka. Sasa leo nataka nikupe miiko ya kazi hii. Unapotamani kumtumikia Mungu, kuna vitu unatakiwa uvifahamu ili visije baadaye vikakusumbua. Visije baadaye vikakufanya ukaishangaa kazi ya Mungu ukasema kumbe kumtumikia Mungu ndio kupo hivi. Na ukitaka kumtumikia Bwana, jiweke tayari rohoni mwako. Hilo ni jambo muhimu sana. Sio lazima haya yakukute, lakini unapofanya kazi ya Mungu haya yanaweza yakakukuta. Yakikukuta haya, usife moyo. Changamoto hizi zikikukuta, usife moyo. Sasa tutakwenda kusoma maandiko matakatifu kwenye vitabu mbalimbali. Mimi napenda kutumia Biblia ile kubwa yenye vitabu 73. Kuna vitabu vingine kwenye Biblia nyingine, kuna vitabu havipo. Sasa mimi wanatafakari kuhusu vitabu vingi, na sio tu Biblia, unatafakari hata vitabu ambavyo viko nje ya Biblia lakini vinahusiana na neno la Mungu. Na pia napokaa kumwomba Roho Mtakatifu, wakati mwingine anatupatia mafunuo mbalimbali nje kabisa ya Biblia. Unakutana na mafunuo mbalimbali Mungu anayafunua, unakuwa unafahamu vitu vingi sana. Leo nataka kusoma vitabu viwili. Cha kwanza, kama una Biblia ile kubwa, fungua kitabu cha Yoshua bin Sira. Kama una Biblia ile ambayo ina vitabu 66, basi hili somo kwenye Biblia yako itakuwa lipo. Kitabu kwenye Biblia yako kitakuwa kipo cha Yoshua bin Sira. Lakini pia nitakwenda kusoma kitabu cha alichoandika Paulo aliwaandikia Wafilipi. Kwa hiyo ambao una Biblia ambayo ni kubwa, fungua kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 2 aya ya 1 mpaka ya 5. Kwa mwenye Biblia hii yenye vitabu 73, fungua kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 2, tunakwenda kusoma aya ya 1 hadi ile aya ya 5. Nayo inasema hivi: mwanangu, ukija kumtumikia Bwana, weka tayari roho yako kwa kujaribiwa. Umesikia vizuri hapo. Weka tayari roho yako kwa kujaribiwa. Na hili tunaliona kwa Kristo Yesu mwenyewe. Alipoanza huduma, cha kwanza ilikuwa ni kujaribiwa. Tunaona katika kitabu cha Yoshua bin Sira anasema weka tayari roho yako kwa kujaribiwa. Na Yesu naye alijaribiwa. Ujitengeneze moyo ustahimili, yani moyo wako uwe na uwezo wa kustahimili, wala usitaharuki siku ya kuteswa. Yani kuna mateso yanaweza kunyanyuka katikati ya huduma yako. Kitabu cha Yoshua kinatufundisha kwamba usitaharuki siku ya kuteswa, uambatane naye wala usijitenge tena, ili mwisho wako utukuzwe. Kwenye kujaribiwa katika huduma yako ndipo mwisho wako unapoenda kutukuzwa. Kwa hiyo unapotaka kuingia kwenye huduma, walio kwenye huduma ambao wameshakutana na mambo haya wananielewa vizuri sana. Sio wote, sio kila huduma ina hiki kitu. Unaweza ukaingia kwenye huduma haya usikutane nayo, lakini mara nyingi unapoingia kwenye huduma, kwa sababu unaitangaza Injili, na Injili ni vita siku zote, kwa hiyo kujaribiwa ni jambo la kawaida. Kwa hiyo jiweke tayari. Ukikutana nayo
basi sikiliza kama vile kitabu cha Yoshua kinavyotuambia. Anasema aya 4, kila utakalopelekewa ulipokee kwa kuchangamka moyo, uyavumilie mabadiliko ya unyonge wako. Mashutumu utakayoyapata yote, anasema uyapokee kwa kuchangamka moyo. Na aya 5 anamaliza kwa kusema, maana dhahabu hujaribiwa motoni na watu wateule karibuni mwa unyonge. Naona dhahabu hujaribiwa motoni na watu wateule karibuni na unyonge. Hiki ni kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 5. Inatufundisha kwamba katika kazi ya Bwana kunaweza kukutana na majaribu, kunaweza kuwa na majaribu mbalimbali. Ndio unashangaa, yule ni mtumishi wa Mungu, mbona anapitia kadhia fulani? Mbona ameachwa na mke wake? Mbona amefilisika? Mbona yuko dhaifu? Sio wote wanakuwa dhaifu, ila unaweza kukutana na mtumishi wa Mungu hafanani na utumishi wa Mungu. Inawezekana yupo katika jaribu lake. Watumishi wengi wa Mungu walijaribiwa, ila sio wote. Kwa na kufundisha haya, wewe unayetamani kazi ya kumtumikia Mungu, kazi ya utumishi kikamilifu kabisa, yani kumtumikia Mungu, ujue kabisa unaweza kukutana na majaribu, na sehemu kubwa unaweza kukutana na majaribu, lakini kwa sehemu chache unaweza ukaepuka majaribu. Sio wote, lakini wengi ambao tunafanya kazi ya Mungu tunakutana na majaribu mengi sana, iwe kwenye familia, iwe kwenye ndoa, iwe kwa watoto. Nashangaa mtoto wa mtumishi hataki shule, mtoto wa mtumishi amekuwa mwizi, mtoto wa mtumishi amekuwa kahaba. Hiyo ni sehemu ya majaribu. Yani shetani kuna mahali za kukupeleka kwenye majaribu mpaka ukasema hiki ni nini? Yani imekuwaje? Au utumishi wangu umekuwaje? Kumbe kuna vitu ambavyo pengine havikuwa sawa sawa, umeingia kwenye jaribu. Kwa kuna vitu vingi ambavyo vingine, majaribu mengine yanaweza kutokea kwa sababu haukukaa sawa sawa katika imani, au kuna majaribu mengine yanaweza kutokea ili tu Mungu apate kutukuzwa. Tunaona kwa habari ya Ayubu, watu wengi wanafahamu habari ya Ayubu, historia nzima ya Ayubu. Ayubu aliteseka sio kwa sababu ya dhambi, sio kwa sababu ya uovu. Ayubu aliteseka ili Mungu atukuzwe, ili shetani ajue kabisa kwamba Ayubu ni mtu wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu ambaye hawezi kutetereka akamwacha Mungu hata akiwa kwenye majaribu ya namna gani. Ndio kesi ya Ayubu, lakini sio Ayubu. Tunaona watu wengi tu ambao katika Biblia walijaribiwa na Mungu. Tunamwona Ibrahimu alijaribiwa na Mungu kwenda kumtoa mwanae Isaka. Alikuwa jambo dogo, mtoto ambaye alimtegemea katika umri wake wote na uzee wake wote, alipata mtoto mmoja tu. Alafu mtoto huyo aliyeahidiwa ndio unaambiwa ukamtoe sadaka kumchinja. Alikuwa jambo jepesi. Ukilisoma linaonekana kama jambo jepesi, lakini kiuhalisia lilikuwa jambo gumu sana. Ni sawa sawa wewe una nyumba yako ndio unaitegemea hiyo, hauna fedha, yani ndio pesa yako pengine ya mwisho, alafu Mungu anakuambia nyumba yako toa wape wa maskini, wewe ukatafute pa kuishi. Si kitu chepesi, ni kitu kigumu, lakini tunaona alivuka. Majaribu yote unaweza kuvuka. Lakini tukienda kusoma kitabu cha Wafilipi sura ya 4 aya ya 12, tunamwona Paulo anawaandikia Wafilipi, anaeleza vitu kadhaa. Anawaambia Wafilipi kuna vitu Paulo anasema ninavijua, najua vitu vya namna hiyo. Paulo anasema nini? Fungua Biblia yako kitabu cha Wafilipi ile sura ya 4 aya ya 12 peke yake tutasoma hiyo. Anasema Paulo, najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa katika hali yoyote na katika mambo yoyote. Nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Kwa hiyo Paulo anaeleza kwamba hali zote za maisha anazijua. Katika utume wake amepitia kudhiliwa, amepitia kufanikiwa, amepitia njaa, amepitia kushiba, amepitia vingi vya kupungukiwa na kutoshelezwa. Kwa hiyo Paulo anasema anavijua. Sasa ukiangalia Yoshua, kitabu cha Yoshua bin Sira, anasema mwanangu, ukija kumtumikia Bwana weka tayari roho yako kwa kujaribiwa. Alafu Paulo anakuambia anajua kudhiliwa, tena anajua kufanikiwa. Yaani unaona vitu ambavyo jinsi gani watumishi wa Mungu ambavyo wanaweza kuwa wanapitia. Narudia kusema kwamba sio wote, lakini watumishi wa Mungu wengi hii kesi huwa wanapitia sana. Majaribu kama haya wanapitia sana. Kwa hivyo na wewe ambaye unajiandaa, unatamani
kuingia katika huduma, ni kusisitize kwamba ukitaka kumtumikia Bwana, jiweke tayari rohoni mwako. Kazi ya kumtumikia Mungu ni kazi nzuri sana, ni kazi yenye kupendeza, ni kazi ambayo ina mwisho mwema kabisa, lakini siyo kazi nyepesi. Lazima ujikatalie. Yesu alisema sikuja duniani kuleta upanga bali mafarakano. Alikuwa anamaanisha kwamba dunia tulionayo tuna vitu ambavyo sisi tumevizoea, tumevizoea. Unaona, tumezoea kufanya, tumezoea kuishi maisha fulani, tumezoea kukula vyakula vya aina fulani, tumezoea tamaduni fulani, tumezoea namna fulani ya kuabudu. Yesu anakuja kutufundisha kitu kipya ambacho wewe ukikibeba ukiwa mfuasi wa Yesu, jamii itaanza kukukataa, familia itaanza kukukataa, ukoo wako ataanza kukukataa, ndugu jamaa marafiki wataanza kukukataa, mke wako, watoto wako, mume wako ataanza kukukataa. Kwa nini? Kwa sababu utaanza kufuata kile kitu ambacho Yesu amekifundisha. Sasa ikiwa bahati mbaya kwamba mlikuwa mnaabudu vitu ambavyo sio sahihi, mnaingia kwenye ibada ambayo ni sahihi, lazima utaonekana umechanganyikiwa, kwamba wewe miaka yote hiyo tulikuwa tunaabudu haya, tulikuwa tunatoa sadaka hizi, tulikuwa tunafanya matambiko, imekuwaje leo? Ndio Yesu anasema sikuja duniani kuleta amani bali mafarakano, bali upanga. Mafarakano yatainuka kwa sababu ya kuanza kueleweka kwa namna ambayo wewe unamtumikia Mungu wako. Kwa hiyo unapotaka kuingia kwenye huduma, tafuta kwanza kuifahamu vizuri familia yako. Mwelekeo wa familia yako upoje? Ukiona ni familia ambayo haijaokoka, haijaongoka, uwe tayari. Ukiingia kwenye huduma, vita itanyanyuka, kwa sababu ulishakaa kwenye maagano yao, ulishaishi kwenye maisha yao, ulishakaa katika system ya kwao, mfumo wa kwao. Sasa unatoka kwenye mfumo wao, unaenda kwenye mfumo wa kimungu, mfumo ambao Yesu Kristo mwenyewe ametufundisha na ametuelekeza tupate kuishi katika mfumo huo. Kwa hiyo ukitaka kumtumikia Bwana, jiweke tayari rohoni mwako. Watu wengi sana wanaanguka kwenye huduma kwa sababu ya mambo kama haya. Watu wengi sana wanaiona huduma haifai kwa sababu ya mambo kama haya. Watu wengi sana wanaona maisha ya huduma yamekuwa kama ni mwiba kwao kwa sababu ya kutokuyafahamu haya. Kwa hiyo nimekufundisha somo hili walau uanze kupata mwanga au picha halisi. Unavyoona watumishi tunahubiri kama hivi, unavyoona tunafundisha madhabahuni, unavyoona wengine wanaombea, unavyoona wengine wanatoa pepo, wanafurumusha mapepo, unavyoona wakati mwingine wana maisha mazuri, Mungu amebariki. Unatamani kazi, ni kweli kazi nzuri. Mungu akitaka kukubariki kupitia kazi hii, kwa hakika watu watakushangaa, na baraka ya Mungu haizuiliki. Si atufanyi huduma kwa ajili ya baraka, lakini Mungu akitaka kukubariki, yani utaona utukufu wa Mungu, utaona utukufu wa Mungu. Utaishi maisha kama anayoishi mfalme, kwa sababu Mungu atakapoamua kukuinua, kila mmoja atashangaa. Ni kazi nzuri sana, ni kazi nzuri sana, lakini ni kazi ambayo haina rushwa, haina shortcut. Inatakiwa kufuata utaratibu. Itategemea maisha yako ya kiroho yalikuwaje, ndipo Mungu atakapoanza kukutumia kuanzia hapo. Kwa hiyo njia ambayo Mungu atakutaka upite, utapaswa kuifuata. Hakuna shortcut. Usiseme mtumishi fulani mbona alipitia hapa, mimi mbona napitia huku. Kila mmoja anapitia sehemu yake, kila mmoja anatolewa sehemu yake. Na hii kazi ya utumishi ina siri mbili tu kubwa. Jinsi unavyoitwa kwenye utumishi, kuna mambo mawili ambayo yanaweza kutokea. Yupo mtu ambaye alikuwa chini, yani alikuwa chini kiuchumi, kimaisha, alidharauliwa. Mungu anamuinua, anamleta katika nafasi ile ambayo Mungu anataka. Alafu kuna aina ya pili ambao hawa walikuwa na mafanikio mazuri, walikuwa na elimu nzuri, wamesoma, wameajiriwa, wamepata kazi, mshahara mzuri. Alafu Mungu anamwambia chomoka huko, njoo ufanye kazi yangu. Kwa hiyo itategemea tu uko position gani. Mungu achagui. Mungu anakuinua kutokea mahali popote, iwe juu kukuleta katika kazi yake, iwe chini kuleta katika kazi yake. Sasa kwenye kazi ya Mungu itategemea. Ulitoka chini, anakuweka uwe sawasawa, utaishi maisha mazuri sana. Lakini unaweza ukatoka maisha ya juu sana, afu Mungu akuweka katika maisha ya katikati, anakwambia nitumikie katika eneo hili la katikati. Usije ukajisikia vibaya kwamba nilikuwa na majumba, nilikuwa na magari, nilikuwa na maisha mazuri, nilikuwa na mshahara mzuri, sasa hivi mbona naishi maisha haya.
ndipo Mungu anapoona panafaa. Kwa hiyo unapotaka kutumikia kazi ya Mungu, kwa kweli ni kazi nzuri, lakini ujue kabisa ina changamoto zake, lakini faida ni kubwa. Changamoto zote katika huduma ukizishinda, maana yake unajitwalia neema kubwa sana kutoka kwa Mungu wa mbinguni. Nikutie moyo wewe ambaye unatamani kuifanya kazi ya Mungu. Lengo la mafundisho haya sio kukukatisha tamaa. Lengo langu ni kutaka kukuambia ya kwamba ni kazi nzuri, lakini ujiweke sawasawa, uandae moyo wako katika kumtumikia Mungu wa mbinguni. Shalom, shalom. Mungu akubariki sana kwa kutenga muda wako kusikiliza mafundisho haya. Wewe ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho haya, Mungu akubariki. Wewe ambaye umekuwa ni mgeni katika channel yetu ya Mikono ya Kristo, usisahau kusubscribe hapo na kubonyeza alama ya kengele, like na kucomment. Basi mtukuzi Mungu atakupitia comment yako kama neno hili limekubariki. Lakini wewe ambaye unahisi kwamba neno hili halijakubariki, mafundisho ni mengi sana ambayo tunayafundisha hapa. Kama sio hili itakuwa lingine, kama sio lingine itakuwa lingine. Ipo siku tutakufikia na wewe utabarikiwa. Mungu hajawahi kumwacha mtu anayefuatilia neno lake. Kila anayefuatilia neno la Mungu lazima kuna mahali neno litakugusa, na sio tu kukugusa, litakumulikia, na sio tu kukumulikia, litakuonesha njia sahihi inayokupasa wewe kupita. Basi ziko namba za simu hapo. Kama una changamoto nyingine unataka kutupigia, unaweza kutupigia kupitia namba za simu zilizoko hapo ukiwa Tanzania hii, lakini ukiwa nje ya Tanzania, Kongo, Malawi, South Africa, Namibia, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Burundi, Rwanda na kokote pale ulipo nje ya nchi, Marekani, Uingereza, kokote kule ulipo, utatoa hiyo namba sifuri kwenye hizo namba, weka alama ya kujumlisha 255, alafu tupigie hata kwa njia ya WhatsApp, tuwasiliane kwa WhatsApp na utatufikia, tutaongea, tutazungumza, tutakusaidia. Unaweza kuhitaji maombi yana mipaka, Mungu ana mipaka. Tutakuhudumia huko ulipo na Mungu atakufikia. Utauona mkono wa Mungu hata kama uko mbali kiasi gani. Mungu ana umbali, popote anakufikia. Mungu aendelee kukubariki unaendelea kufuatilia mafundisho haya. Lakini uendelee pia na kufuatilia mafundisho yetu kwenye mitandao ya kijamii. Tunapatikana kwenye Instagram, Facebook, TikTok kwa jina hilo la Mikono ya Kristo. Lakini pia tunayo channel yetu ya Mikono ya Kristo ya WhatsApp kwa jina hilo la Mikono ya Kristo. Endelea kutufuatilia na Mungu akubariki sana. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Kwa niaba ya timu nzima ya Mikono ya Kristo tunasema mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Hadi wakati mwingine, bye bye.